Tutazame mchezo mwingine mkubwa ambao ulikuwa na matukio yake weekend hii iliyomalizika. Ilikuwa ni pale mkoani Singida, ambapo Singida Black Stars walikuwa wenyeji wa mnyama Simba Sports Club, mchezo ambao ulimalizika kwa Simba kuibuka na ushindi wa mabao 2-1. Ni mechi nyingine ambayo ilikuwa na matukio yake ya kutosha tu, ni mechi ambayo pia ilikuwa nzuri, na kwenye huu mchezo ni mechi nyingine ambayo unaweza kusema ilikuwa open. Moja kwa moja twende tukatazame mabao namna ambavyo walifungwa katika mchezo huu, na tuanze na bao la kwanza la Clatous Chota Chama, namna ambavyo liliweza kutengenezwa Mbwaduke. Tumezungumza kwa upande wa mazingira, namna ambavyo magoli msimu huu yamekuwa yanafungwa sana ndani ya penalty box, kama mme experience hicho kitu. Ukizama pia bao la kwanza la Simba, Chama anafunga lile bao, lilikuwa ndani ya penalty box baada ya Mpanzu Libase anafanya setup, Simba wanafunga bao. Ulikuwa mchezo mwingine ambao ulikuwa open sana. Yes, na Simba hatari mno ipo kuanzia katikati ya mstari wa uwanja kwenda kwa upande wa pili wa mpinzani. Sababu kila sehemu wana watu ambao ni hatari sana kwenye maeneo haya. Unazungumzia ni Seura, unazungumzia Libasege, unazungumzia Elie Mpanzu Kibisawala kama Force 9, lakini ana character hizo za kina Libasege na ni Seura. Tazama ile bao jinsi ilivyotengenezwa, ni ndio build up yake. Tazama Mpanzu ambaye alikuwa kwenye kiwango bora sana katika siku hii, pia anamchekecha mtu vizuri. Anapoingiza ndani kuna kitu kinakuja sasa kwa Libasege. Unamwona anapokea mpira. Libasege wa msimu uliopita pale angeattempt. Ndio maana msimu uliopita alipiga mashuti 30. Alafu akafunga goli 7. Ni kwa sababu lakini Mbwaduke, kwenye hii move ya goli inawezekana Libase hakuwa na haraka kabla ya kushoot na utulivu, kwa sababu wakati Simba wanafanya move ya hii goli, Singida ni kama wote hawakuepo. Na mpaka eneo la kwanza Mpanzu kama ndo anajaribu kutulia hivi angalie, ndio unaona Singida wanarudi. Inawezekana alikuwa na time na space ya kusema nipige, na option ya kuangalia nitoe pasi. Inawezekana pia Singida wao kutoka kwenye eneo lao kwa wakati ilimpa pia nafasi ya kuwa na hizo option. Kwanza, kitu cha kwanza kile alichofanya Simba ndo kanuni za kucounter. Yes. Yaani mpira mnavyofanya counter attack, mnashambulia kwa kujibu. Sifa yake ni unaweza kaona hii kwenye hii move, angalia ndani ya penalty box. Simba walikuwa na namba kubwa zaidi kuna nyakati kabla ndio. Lakini sifa ya pili, pasi hazifiki 4 katika counter attacks. Ambayo mwisho siku mkiatekeleza hayo, mnawafanya wapinzani wanarudi kwa kupanic. Hawawi katika shape. Yaani hata kama wana idadi kubwa lakini wanakuwa shagalabagala. Ndio sifa ya counter. Sasa ambacho nitoka kuongeza, ambacho naamini kocha Steve Barker atakuwa amekaa naye Libasege, wewe uko vizuri sana, lakini ili unifaishe timu, hebu fikiria zaidi katika kuassist. Unajua hii assist ananitoa hapa, hii ni assist ya 5. Kwa sababu amini assist ya sababu ya 4 msimu huu, ya 4 msimu huu, ambayo Libasege msimu uliopita kwenye assist alikuwa na ngapi? Mimi sikumbuki. Lakini alifunga goli 7. Alifunga goli 7. Mchezo wake ndio hii. Kwa nini wachezaji wanaocheza kama mshambuliaji kinara katika mfumo wa 4-2-3-1 wana struggle kupata hiyo huduma? Ni kwa sababu yeye goli lenye nguvu zaidi la kushoto, anatokea kulia, ni inverted, ana cut in ili apige mashuti mkunjo au atoezee wanaita diagonal passes. Pasi mshazari. Kwa matokeo ile huduma sasa kwa anayekuwa pale kati pale inakuwa shughuli kuipata. Na walikuwa hivyo wote wana tabia hizo, kwa sababu Aniseura mashuti 29, goli 6, assist 3. Yeye mashuti 30, goli 7. Mshaona? Mpanzu yeye ndo alipiga mashuti mengi, mashuti 46, goli 7. Ila alikuwa na assist 10, top assist provider. Sasa Libasege mpaka hapo tunapozungumza hana goli. Lakini ana assist 4. Achakuwa MVP mara 2, ambao msimu uliopita ligi nzima kacheza mechi takriban 23. Amekuwa mchezaji bora wa mechi mara 2. Msimu huu baada ya mechi 2 alikuwa mchezaji bora mara 2. Mechi hii akuchukua, alichukua Chama. Lakini tazama anachokifanya. Hiki ndicho ambacho kitainufaisha zaidi Simba, kwa mchezaji wa namna yake ana uwezo kuwapita watu 2 3, sio shida zake. Lakini akili sasa hivi imekaa katika kuassist, na ndio jambo bora zaidi linalonufaisha Simba. Cha kuongezea hapa Ibe pamoja na Mbwaduke. Namna ambavyo hili bao limefungwa kwa Singida ni kosa la kimbinu kabisa. Angalia ambavyo Singida wakwenda kushambulia. Angalia last defense ya Singida. Ina watu 1 2 3 against watu 4. Last attack ya Simba ina watu 4. Unapokwenda kushambuliwa na watu wewe kwenye last defense una watu wachache kulinganisha na timu ambayo inakushambulia na watu wengi. Kwanza mkiwa sawa tatizo. Wakiwa wengi maana ni tatizo zaidi. Kinatokea hapo ni Singida kushindwa kujipanga vizuri kwenye rest defense yao. Waliacha watu 3, Simba walikuja kushambulia na watu 4. It obvious mtu mmoja atakuwa free na utaadhibiwa, ndio kitu ambacho kimetokea. Na ndio eneo ambalo tuligusa mapema, ukiona namna ambavyo ile goli lilifungwa unaweza kaona Singida na wao walikuwa wamecommit timu yao yote kwenda mbele, lakini Simba wakapiga counter. Huu ni mchezo ambao pia mpaka muda huu
kwenye mitandao ya kijamii na huko tunakoishi uligawa sana, na nami sijajua kama hapa mezani pia tutagawanyika au tutakuwa sawa. Tukio la penati ya Simba ni tukio ambalo limetengeneza kidogo mjadala, na kuna ambao wanaamini ilistahili kuwa penati, kuna ambao wanaamini haikustahili kuwa penati, tukio ambalo lilizaa bao la pili la Simba. Kwa upande wa mwamuzi tunajua alipata mashauriano, alisaidiwa, ikawa ni penalty. Mbwaduke, kwa experience yako, namna ambavyo uliona, kwa sababu nakumbuka mara ya mwisho wakati nafanya kipindi cha kipenga cha mwisho hapa tukiwa na kina Omar Katanki na Osman Kazi na jopo jingine la waamuzi wa staafu, kauli ambao walitoa, haijalishi ndani ya penalty box umefanya faulo ya aina gani. Kwangu mimi kwa haraka kabisa, wala bila kuzunguka, hii ni penalty. Bahati mbaya tu ni kwamba ni matukio ambayo hatujazoea kutengenezwa penalty. Hapa pana msaada wa football video support na yatatengenezwa sana magoli hivi. Au wanaojiandaa kulalamika kwa faulu kama huwa wanatumia tu maneno soft. How soft it is? Kuna soft na aggressive. Ni nani anayepima kwamba hii ni soft? Discretion ya muamuzi. Pale unaangalia Ismail Olivier Toure alikuwa na advantage zaidi kwa sababu mpira uko kwenye upande ambao mlinzi amini alikuwa ni Ahmed Pipino. Yes. Alikuwa nyuma yake. Pipino hakuwa na advantage ya kukutia mpira. Ushaona? Kwa hiyo inaonekana mwamuzi sasa anaona sasa hapa unaenda kufanya contact, mpira haupo. Umeshaona? Sasa kimsingi tu ni kwamba wachezaji wetu sasa wote, klabu zote, provided kwamba kuna video support, virafurafu vidogodogo vya kujificha ficha vinaweza vikaleta madhara sana kwa timu. Na hapa tunajadili tukio hili, lakini waathirika ni pamoja na Simba. Yale ambayo kwa msimu uliopita na msimu ya nyuma yalikuwa yaleti madhara kwa timu. Sasa hivi timu zote, mabenchi ya ufundi wazungumza na wachezaji wao. You have to be very careful. Kwa sababu mwamuzi kwenye macho ya kawaida anaweza pengine asione. Akishaenda kwenye video support inaweza anapata msaada. Na hii ni tukio la penalty ambao penalty baadaye captain wa mchezo wa Simba dhidi ya Singida Rushan De Luca kaenda kupiga na ikawa bao la pili kwa upande wa Simba katika mchezo huo. Lakini pia katika mchezo huu tulishuhudia tukio jingine kubwa la kadi nyekundu, na kwa mazingira namna ambavyo yalivyo hivi sasa ni kwamba inatabiliwa msimu huu kadi nyekundu zinaweza zikawa nyingi sana. Unaweza ukaona Anthony Mligo pia alicheza foul hiyo ambayo ilikuwa ni ile tutatafsiri kama tackling from behind, au ni alichelewa tu kwenye tukio. Hivyo ulivyosema mwanzo ni sawa, na kuchelewa ndipo ambako kulimfanya sasa afanye hilo jambo ambalo unatarisha career ya mwenzako. Ni red card. Red card kwa sababu unaachilia mbali kwamba alikuwa ni mtu wa mwisho na vitu vingine. Tunasema kwenye mpira wa miguu unatakiwa pia kujali afya yako na kujali afya ya mpinzani wako. Hilo ni jambo ambalo unatakiwa kulizingatia sana. Ukiangalia kwenye hili tukio, tayari Yusufu alikuwa yuko na mpira na alikuwa amedribble mpira vizuri tu. Ulikuwa upo kwenye miliki yake. Kuna nyakati ambazo mtu anaweza kadribble mpira kwa sababu kuna kudribble na mpira na kurani with the ball. Kuna mtu anaweza kakanyaga mpira kule mbali afu hata matumaini ya kupata tena huo mpira akawa hana. Kama una mbio twende. Yani kama weka kule juu afu tuanze kushindana. Lakini muangalie Yusufu kwanza alichokuwa amemwini hapa Mligo pamoja na kwa wino wapinzani. Mpira kwanza ulikuwa kwenye miliki yake. Alifanya dribbling ambayo ilikuwa ni bora kabisa kutunza mpira wake, na kwamba huu ndio ambao wote sisi 22 tunauania. Mimi nipo nao hapa. Lakini wakati anaondoka, yeye taarifa za kunyuma anaweza akawa na check shoulder kwa ajili ya kuangalia usalama wake, lakini anasema haya yanayotokea kunyuma mimi sitajili nayo. Naangalia jinsi ambavyo anaweza kumbiti mtu ambaye yuko mbele yangu. Na Michael, ukitazama kama hapa Mtoze anaweza katurudishia nyuma kidogo, inawezekana ule mguu ambao aliingia nao kikawaida, kama umecheza mpira ule ni mguu wa kwenda kujaribu kufanya tackling, yani kwenda kuutoa. Sasa pale nilikuwa ni swala la timing na mtu mwenye mpira, ndio maana inakuwa ni rate challenge ambayo imekuja kuwa dangerous. Otherwise kama timing ilikuwa nzuri, labda kama angeupata huo mpira. Lakini unaangalia Yusufu ana dribble mpira. Yusufu ana dribble mpira na mguu wa kulia. Sawa. Mligo anatokea upande wa kushoto, upande wa kulia wa Yusufu. Ambaye pia ni upande wake wa kulia. Sawa, mpira anauona. Kipindi anataka kufanya tackling, ule mpira Yusufu alikuwa anautoa kwenye mguu wa kulia. Anauleta mguu wa kushoto ili ambiti mtu ambaye anakuja, ambaye alikuwa ni Tule kama sikosei. Kipindi anahamisha mpira ndio contact inatokea. Mimi kwangu kwa mfano nikipewa nafasi ya kumpa lawama kwenye hii tukio, mimi nampa Tony Mligo. Kwa sababu gani? Still
yeye kama angekuwa anapita kwenye hilo tukio, kuna watu wawili, kwa kuna Tule, kwa kuna Lushaine mbele yake, kwa kunawezekana kabisa aongeza kudhibiti ile tukio. Yes. Kwa hiyo mimi kwangu bado nitamlaumu Antonio Mligo kwa nini alifanya hivyo. Ila Kasuga, cha nyongeza ni kwamba tukio hili na yanayoambatana na matumizi ya VS yameibua gumzo kubwa nje ya Tanzania. Mfano Afrika Kusini kuna mjadala mkubwa hivi sasa. Inakuwaje ligi kuu Tanzania bara, yani Tanzania wana teknolojia hii inawasaidia kuboresha maamuzi yao, sisi hatuna. Yani wao wana assume, na ni kweli wao ni ligi yenye pesa nyingi zaidi. PSL ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika baada ya Misri, Morocco, Algeria ni Afrika Kusini. Lakini sisi ndio pekee Afrika unajua ndio tunayo. Lakini vizuri pia wakajua watazamaji. Tujimwamba fai kabisa. Yani Afrika nzima. Sisi tumefika hapa tulipofika, naamini zilikuwa ni jitihada za President Karia kwa sababu walikuwa kwenye ukosoaji mkubwa, na moja ya eneo ambalo lilikuwa kuna nyakati linaipa sifa mbaya TFF ilikuwa ni swala la waamuzi. Kwa hiyo inawezekana aliona ili kuendelea kustaarabisha mpira wetu na thamani zidi kupanda, kwa sababu kuna matukio mengi ambayo tunaamini kusingekuwa kuna usaidizi inawezekana tungeendelea na maamuzi yetu yale ya asilia. Kwenye matukio mengi ambayo tumeyaona inawezekana kelele zingekuwa kwa ufafanuzi tu. Ilikuwa hii ujue system nini, mfumo umetumika katika AFCON under 17. Karia akafanya hizo harakati. Yaani tunazungumzia mamlaka ya mpira wa miguu, tunamtaja rais. Yes, Karia. Yeye mwenyewe kabisa ameandika barua, kwa sababu taarifa hizi ninazo kutoka impeccable source. Yaani uhakika kabisa. Sio hivyo tu. New York Marekani kwa kwenda kuconvince kupambana FIFA, ni harakati zimefanyika za kutosha ambazo lazima tuwapongeze. Kwa sababu wengine wanaweza kuchukulia poa. Hii uamui mwenyewe. Hata VR unajua lazima upate approve ya FIFA. Sasa kwa Afrika hii ndo nchi ya kwanza kwenye rekodi tushaingia. Wanaofuatia kwa mbali hawajafanikiwa bado, wanafukuzia ni Ethiopia hivi sasa. Sasa hii inasaidia kuboresha, kwa sababu haya matukio yote ambayo VS imetumika, maana yake katika jicho la kawaida ilikuwa tayari watu wanapata maamuzi na Mbwaduke. Kadi nyekundu ambayo ameipata Anthony Mligo inakuwa ni kadi nyekundu sasa ya 3 kwa upande wa kikosi cha Simba. Wakati msimu uliopita, msimu mzima Simba ni miongoni mwa timu ambazo kupata kadi nyekundu. Simba ni timu ya pili kupata kadi chache za njano baada Yanga 25, Simba 30. Simba ligi nzima ilicheza faulo 263, ndio timu ilicheza faulo chache. Sasa hii back to back kadi nyekundu 3 kwenye hizo kadi zao. Kadi kama hii ni tofauti na kadi aliyopata yule kiungo wao nani? Ibrahim Jabbar. Yeye mwenyewe, yani yule anatakiwa kuwajibika zaidi pengine kuliko wao. Ndio maana kalimwa milioni 5. Yes, na Ibrahim Jabbar, kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi ya TPLB kwa maana ya bodi ya ligi wamempa adhabu, kwenye adhabu ambayo alipewa ya kadi nyekundu kapigwa na faini pia milioni 5. Lakini kama hii hauna haja tena kumpa adhabu Mligo. Hata mwenyewe yani auone kama hii ya Mligo, yes, kwa sababu hii ni tukio ambalo ni ila kimpira. Ibrahim Jabbar mwenyewe anakuambia hakuna cha kueleza, ni makosa yangu. Yani hicho tuseme tumia maneno yote ameanza kujihukumu mwenyewe. Sasa kabisa ni sina kisingizio chochote, yani naomba tu msamaha. Ndivyo ambavyo mazingira yalivyo, na kwa upande wa TPLB pia alitoa adhabu kwenye matukio kadhaa weekend hii. Tuliona pia kwa upande wa Tegis amefungiwa pia na muamuzi aliochezesha ule mchezo wa Singida na Kagera, naye pia kwa mazingira yako namna moja ama nyingine Tatu Malogo amepewa onyo kali kwa kushindwa. Lakini kwenye mechi ya Kagera hakuwa na VS unajua hakuwa yes. Ile mechi ambayo na mechi na Singida ya 1-1 Duchwe mechi ya Singida na Kagera, yes, ya Singida na Kagera kulikuwa kuna kalamu zinaeleza kwa nani wanapeana taarifa, kwa sababu pia ilitajwa kwamba sio haitatumia kwa 100% kwa sababu ipo kwenye trial, yani bado tupo kwenye majaribio, kwa hiyo sio kwenye President anasema asilimia ngapi? 75. Wanaendelea kuimprove. Yani kwa ufupi dunia inayofuatilia mpira wa miguu inachungulia hiki kinachofanyika. Nchi nyingi sana nakwambia sasa hivi pressure iko Ethiopia, wako mbioni pengine watakuwa nchi ya pili. Yes, lakini tukiachana na mambo haya yote tutazame kwa upande wa kikosi cha Simba sasa. Kocha anasema wanacheza pungufu na labda itabidi wajifunze kuendelea kucheza pungufu kwa namna ambavyo mambo yanakwenda. Lakini kwa hivi sasa matokeo yaliyopata Simba ugenini, kapata alama 9. Watu walikuwa na wasiwasi na msimu wao baada ya usajili na mambo yaliyotokea dakika za jioni. Tunaweza tukasema Simba ana timu au mwalimu ana kikosi ambacho kinamhakikishia anaweza kapata matokeo ya ushindi. Yaani mwalimu ana kikosi cha ushindi. Hii mnaweza mkaniambiaje? Timu ipo au kuna kikosi cha ushindi?
Kwangu mimi naamini kwanza ni ubora wa mwalimu mwenyewe. Unajua michezo mitatu yote Simba wamecheza pungufu kwa takriban, kama mchezo zidi ya Kagera zaidi ya dakika 40 wamecheza pungufu, kija mchezo zidi ya Pamba pia wamecheza pungufu kwa zaidi ya dakika 30, juzi zidi ya Singida pia wamecheza pungufu, lakini still mwalimu anaangalia namna gani anaweza kuimaliza mechi. Unajua Simba ikiwa imetimia wali 11 kwa 11 dhidi ya timu kama Kagera, dhidi ya timu kama Pamba, dhidi ya timu kama Singida, wao wanabaki kuwa favorite kushinda mchezo na kudominate mchezo, lakini wanakwenda kucheza pungufu. Maana sasa mwalimu anatakiwa atumie akili ya ziada kuona namna gani anaweza kudhibiti hizo timu, na so far amefanikiwa. Rejea kwenye mchezo dhidi ya Kagera baada ya kupata kadi nyekundu ya Duchu, namna ambavyo alireact kwenye kufanya substitute, unaona kabisa huyu mwalimu anajua namna ya kuimaliza hii mechi. Rejea mchezo dhidi ya Pamba, licha ya kuwa baada ya kupata kadi nyekundu kama vile Pamba walianza kurejea mchezoni, lakini yes alianza kuimanage ile mechi namna gani anaweza kuimaliza. Rejea kwenye mchezo dhidi ya Singida, baada ya kupokea kadi nyekundu pia akaangalia namna gani anaweza kuimanage mechi na kuisha, kwa sababu mara nyingi huwa anakuwa na advantage ya kuwa tayari yuko mbele. Kwa hiyo kwangu mimi credit kwa mwalimu Steven Becker, amekuwa na approach nzuri namna anaweza kumanage game na kusimaliza hizo mechi ambazo tayari alikuwa nyuma ya upungufu wa mchezaji mmoja. Mbwaduke, kwa takwimu za Simba, kwa maana tunavyoona labda namba ya magoli kwa upande kwenye kuconcede, kwa shabiki wa Simba au mdau wa mpira hivi sasa, kwa ambavyo umeona kwenye hii michezo mitatu ikiwa ni ya ugenini, ukimsikia pia kocha namna ambavyo anazungumza timu yake, unaweza wakawa na hatua kubwa zaidi ukilinganisha na msimu uliopita? Wako vizuri. Unajua Simba criticism nyingi ni za mitandaoni, sio uhalisia kwenye uwanja. Msimu uliopita wakuwa mabingwa, si ndio? Lakini ndio timu iliongoza kwa attack, mashuti 305. Yanga wamefuatia mashuti 289. Yanaenda kwenye small details. Bado Simba hawakuwa vibaya hivyo kuliko inavyozungumzwa. Lakini hata tofauti ya pointi ni 2 kati yake na bingwa. Umeshaona? Sehemu ambayo walitakiwa ende kwa address ni eneo la kutumia nafasi. Kwa sababu unapigaje mashuti 305 alafu unafunga mabao 54, alafu unapiga mashuti 289 afunga goli 71. Sasa kwa msimu huu hizi mechi tatu zote zimeonyesha uimara, kwa sababu kama unamaliza pungufu afu una winning percentage ya 100%, hilo ni jambo zuri kwao. Lakini sio hilo tu. Kwa mfano mechi dhidi ya Pamba mpaka mapumziko, umiliki wa mpira Simba 73%. Hii timu nataka ichezeje sasa? Inafika hapa tunapozungumza, ligi nzima timu inayoongoza kwa attack sana ni Yanga, tutakuja kufika. Washa create chance 50, piga mashuti 49. Ya pili kwa attempt, maana ndio unafanya kipimo. Maki timu kocha anapambana timu ifike pale mwisho ifanye majaribio. Kufunga ni issue ya mtu mmoja mmoja ambaye huwezi kumuonyesha kidole kocha. Singida Black Stars mashuti 40. Ya tatu Simba mashuti 35. Umeshaona? Ni ya tatu katika kwa attempt na inafanya hivyo ikiwa inamaliza pungufu. Kuna mechi kuanzia dakika 54 wako pungufu. Kuna mechi dakika 45 plus wako pungufu. Hii nyingine hii ilikuwa kwenye dakika ya 80 na 84 hivi wako pungufu. Wanashinda. Basi kama wanashinda kwenye matatizo, pindi wakiwa vizuri matarajio kuona na kwa competitive zaidi. Kwa kuongezea wanashinda wakiwa away. Hizo ekaeka zote ugenini. Na bahati mbaya kuna wengine wamefungwa kama Pamba, inawezekana wameponzwa na Simba kupungua. Kwa sababu ile nidhamu ya kiulinzi wakati mwingine una watu wanacheza na upungufu, numerical advantage. Kuna baadhi ya maamuzi mnabadilika ambayo yanakuja kwa force. Tunaweza. Libasege ni kama wachezaji wawili wakati mwingine. Kwa namna anavyotoka point moja kwenda point nyingine. Aliseura anafanya hivyo. Akiingia Keleso Makhalwa tatizo. Mpanzu akipunguza uchoyo katika baadhi ya maamuzi, akabehave kama anofanya Libasege, Simba anaweza kwa wanafunga mabao mengi zaidi. Yes, na huyo Mpanzu ambaye anamzungumza Ramadhani Mbwaduke, huyo ndo Mpanzu mwenyewe, kwamba yeye unasema kuna wale wachezaji ambao anakuwa ana faida kwenye timu lakini inapokuja kwenye swala akiwa mbele ya goli anakuwa na ubinafsi. Hizo ni tabia, wachezaji hao wapo wengi. Hizo ni tabia binafsi. Sasa kuna wakati inawezekana mwalimu akapambana kuzitoa lakini kuna muda pia inaweza ikawa ni ngumu. Kwa mfano amemzungumzia Libase hapa. Libase tabia ya kukevu au kwenda kudribble mpira kwa muda mrefu ni tabia binafsi. Ingawa kwenye msimu huu inawezekana mwalimu kidogo amemshape na yeye mwenyewe wakati tusimalize maneno mechi tatu. Kuna muda unajua inategemeana pia na aina ya mchezaji, anawezaje kupokea mabadiliko ya kiuchezaji ya timu. Sababu kuna mchezaji unaweza kumbadilisha kila siku lakini yeye akawa bado anarudi pale pale katika mechi ambayo anacheza. Yes, ni kwa upande wa mnyama Simba ambapo tayari kikosi cha Simba kimerejea jijini Dar es Salaam tayari kwa ajili ya mchezo ambao utakuwa unafuata mchezo wa raundi ya 4. Kwa hiyo wana Simba sasa wapata nafasi ya kuishuhudia timu yao kwa mara ya kwanza wakiwa katika uwanja wa nyumbani kwenye msimu wa 26-27.